nichukue nafasi hii adhimu niwashukuru sana viongozi wenzangu wa vyama vya siasa ambao wamefika hapa kutunga mkono leo hii. Waheshimiwa viongozi wa taasisi mbalimbali, kama alivyosema katibu mkuu hapa ndio alikwa, ambao na hakika mko karibuni sana pia katika mkutano mkuu wetu maalum wa kuchagua wagombea urais ambao watawakilisha nchi yetu kupitia vyama vyetu. Waheshimiwa, leo siku adhimu, siku kubwa kwetu sisi. Sitakuwa na mengi ya kusema, kwanza kwa umuhimu wake wa siku hii, lakini pia uzito wa jambo hili ambalo tumeenda kulifanya leo hii. Waheshimiwa ndugu zangu, wajumbe wa mkutano mkuu, leo hii hapa tuna kazi maalum, kazi kubwa, kazi ambayo chama chetu kimekuwa heshima kubwa sana toka tulikotokea, tulipoanzia vyama mpaka hapa tulifikia. Lakini mabadiliko mmeona na mambo ni mazuri sana. Tunakwenda kuweka historia mpya katika chama chetu. Tunakwenda kuteua wagombea wa urais kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kupitia Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ambao kwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ni mimi mwenyewe hapa mnaona Mfaume Msasa, na kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Katibu Mkuu pale atasimama kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo karibuni sana. Mheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, naomba sana, kuna agenda 2 kwa 3 mbele yetu muhimu sana. Moja ni kuchagua wagombea wa serikali za mitaa, serikali 2 kuu kama nilivyosema. 2, mabadiliko makubwa ya katiba katika chama chetu na mapendekezo ya nembo katika chama chetu pia. Lengo ili twende na wakati, twende vizuri na wakati ambao wanasema wenyewe wa sayansi na teknolojia, na sisi tunataka kuelekea huko. Tutaanza na uchaguzi, kisha tutaingia kwenye mjadala wa mabadiliko ya katiba yetu. Tunaanza na uchaguzi wa wagombea, halafu tunakwenda katika mabadiliko ya katiba yetu. Hivyo nawaomba sana washiriki, ili tumalize tukiwa na umoja. Aidha, nawaomba Watanzania watunge mkono katika suala hili la uchaguzi mkuu ujao, kwani chama chetu kina sera bora kuliko vyama vingine vya siasa. Vyama vingine vinao sera, lakini yeye ndiye ana sera bora zaidi. Ukizingatia tuna kauli mbiu nzuri sana, uzalendo, haki na maendeleo. Hiyo ni kauli mbiu katika taifa letu, ni nzuri. Kwanza kuna uzalendo, kuna haki na kuna maendeleo, na vyote hivyo ndivyo tunavyopigania katika nchi yetu. Lakini pia nawaomba Watanzania wote tudumishe amani, utulivu na mshikamano tulionao katika nchi yetu, kwa sababu bila ya amani na utulivu na mshikamano hatutakusanyika jambo la maendeleo. Na sisi tunawaomba, tunawaasa Watanzania wote katika kipindi hiki tunachoelekea cha uchaguzi mkuu, tudumishe amani, tulinde amani yetu kwa gharama zozote, tuhakikishe umoja wetu hauvurugiki, tuheshimu mamlaka zilizopo, na sisi tunaomba tukipata ridhaa tuheshimiwe, na ndio maana tunasisitiza tuheshimu mamlaka. Jingine, tunaingia katika chaguzi, tusiwe na kutukanana, matusi hayana maana. Tuwe na sera, tutangaze sera, tusitangaze matusi. Kususia uchaguzi hauna maana. Tuingie katika uchaguzi tukashindane, tuoneshe nguvu zetu, tuoneshe sera zetu, wananchi watatuchagua. Tukiwa na sera nzuri kama ZLD, na uhakika tutachagua.
Mwisho, nawatakia kila la heri katika mchakato huu wa kuwapata wagombea wa urais wa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika chama chetu. Uchaguzi wetu ndani ya chama utaanza hivi sasa baada ya kufungua, na inshallah wajumbe, tunakuombeni mwe makini na kuombeni sipigi debe, lakini ningependeza zaidi mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye tutakayemchagua apate kura zote za nchi. Ama mimi wenyewe mnanijua, kisema mnapunguza, msema nipa zote, alhamdulillah, lakini ningeomba niwe kama mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nakushukuru sana. Baada ya kusema yote, natamka rasmi mkutano wetu mkuu maalum wa kuchagua viongozi ambao watawakilisha taifa letu kupitia urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na urais wa Zanzibar, kubadilisha katiba yetu pamoja na nembo na mambo mengine ambayo tumeinisha hapa, umefunguliwa rasmi